Nimewaambia watalii 7.9. Hebu piga kwa hesabu zile zile. Kwa Kenya inaingiza fedha za utalii mara 6 zaidi ya sisi, ambao tunawazidi vivutio karibia vyote. Sisi tuna maajabu 7 ya dunia, Ngorongoro, ambayo wanaita is a human cradle, a mankind cradle. Yani wanaamini pale Ngorongoro, Olduvai Gorge, ndio ametokea binadamu wa kwanza duniani. Hii ni nchi iliyobarikiwa ndugu zangu. Ni nchi pekee Mungu ameipa Tanzanite duniani. Hivi mnaelewa maana yake hiyo? Yani dunia lote hili Mungu akasema nyie peke yenu ndio nawapa Tanzanite. Alafu mnakaa mnasema tunamwachia Mungu. Mungu amekupa kila kitu. Mungu alipokuwa anawaambia wakina Yakobo, wana wa Israeli, aliokuwa anaongea nao moja kwa moja kwamba piganieni ardhi yao, mbona hakuwaambia achieni Mungu? Si taifa hilo la Israeli mnaita taifa teule? Si kuna watu mnaamini hivyo? Wamewahi kumwachia Mungu pale kupigania ardhi yao? Kwa hiyo nyie ndio mwachie Mungu. Achieni Mungu. Yaani Mungu amewekea dhahabu hapa, badala mfanye maamuzi ya kupigania katiba, mpate elimu ya watoto wenu, mmiliki madini yenu, eti mnajidanganya eti tunamwachia Mungu. Hakuna Mungu ana kazi hiyo. Mungu amekupa ardhi uipiganie kwa kuweka viongozi ambao ni sahihi. Na utawala huu umeshafitinika. Kama ilivyokuwa utawala wa Sauli, utawala ulipoondoka kwenye mikono ya Sauli na Mungu akampaka mafuta Daudi, ilichukua miaka 25 Sauli yuko kwenye kiti, lakini utawala ulishaondoka kwake. Akawa anamuinda Daudi. Ikafika sehemu, kwa wale mnaosoma Biblia, Daudi alimkuta mpaka kwenye pango anamuinda, akakata shuka lake lile. Sikuna watu mnasoma Biblia hapo? Akamwambia mfalme, mimi sio mtu mbaya, ningetaka kukuua, mimi nimekukuta pale. Akachukua sina kibuyu na mkuki wake, kitu kama hicho, si ndio? Yes. Utawala umeshatoka. Utawala wa nchi hii tangu Lissu alipopigwa risasi, Mungu akamlinda. Alishataka Lissu ndio atuongoze kwenda kwenye nchi ya ahadi, ndio maana alimsimamisha. Nyie ambao mnatakiwa kumsaidia viongozi ili Lissu atupeleke kwenye nchi ya ahadi, sisi wasaidizi wake ndio tunamwangusha Lissu. Leo yuko ndani mwaka 1 na miezi 4. Tumeogopa hata kusema kwenye video, tunaogopa hata kuandika kwenye Facebook, hata kuchangia chama mnaogopa. Alafu mnasema tuko nyuma yako. Mnafanya nini nyuma hapa? Mnafanya nini nyuma hapa? Kwani nani haogopi kufa hapa? Nani hana watoto? Hata mimi na watoto. Lakini nimesema sitaki kuogopa. Nimekaa mstari wa mbele, tubadilishe nchi hii. Tusonge mbele kwa pamoja. Tusonge mbele kwa pamoja.